Karibu katika episode ya pili na ya mwisho ya recap yetu. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo, au unaweza kuhakikisha kama je umeweza kusubscribe au la. Lakini pia nikusiwe ambaye bado hujatazama sehemu ya kwanza, kisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Young Mo, tulipokuwa tumeishia katika episode ya kwanza, alimueleza wazi yule mchungaji mzee kwa kumwambia kwamba yeye hana imani kabisa na masuala ya kimungu, lakini mwisho wa siku akawa amepokea kile kitu ambacho mchungaji alikuwa amemkabidhi kwa sababu hana namna kwa matatizo anayoyapitia. Na mwisho wa siku akamtoa yule mchungaji kiongozi, akaanza kumrudisha nyumbani, lakini wakati huo mchungaji alikuwa akisema kwamba yule mchungaji kijana ameweza kuacha kazi yake ya uchungaji kutokana na matatizo ambayo anayapitia. Mwamba Young Mo alipokuwa akimtazama mchungaji anapokwenda kupambana peke yake katika kuyatoa mapepo, basi akajisikia huruma sana. Na ghafla namna mchungaji huyu alipokuwa akitembea, akawa anamkumbuka babake namna alivyokuwa akitoka nyumbani kuelekea katika majukumu yake, na alikuwa akiondoka peke yake. Kitu hichi kikamfanya Mwamba aweze kupata huruma na kuona kuwa anaweza kusaidiana na huyu mchungaji kwenda kuwatoa hao mapepo. Nyumba ya kwanza tu anaingia, walikutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa amechanganyikiwa sana, na akarudi ndani kisha akafunga mlango. Mchungaji akawa amechola alama ya msalaba ili kuweza kuzuia ile pepo lisiweze kutoka ndani ya chumba hiki mpaka atakapokuwa amerudi. Walipoingia katika chumba cha pili, waliweza kumkuta bidada mmoja naye akiwa anapiga sana makelele huku akisema kwamba mimi sio mwenye matatizo, bali mwenye matatizo ni mama yangu ambaye amenifungia katika chumba hiki kwa muda mrefu. Na ni kweli mama yake alikuwa akisikia jambo hilo. Na mchungaji akawa amemchola bidada alama ya msalaba katika eneo lake la paji la uso, lakini hakuna kilichoweza kutokea. Ila mchungaji hakushawishika kabisa, akaamini kwamba huyu bidada lazima atakuwa na mapepo. Mwisho wa siku akamwambia jamaa aweze kumwagia bidada maji ya upako. Baada ya kumwagiwa maji ya upako, ghafla tu bidada akaanza kutapika kama vile anatapika damu, na mwisho wa siku bana akaanza kumkaba mchungaji akiwa mbali kabisa. Kumbe ni kweli kabisa bidada alikuwa na mapepo. Mwisho wa siku Mwamba Young Mo akabidi kumfuata bidada na kuweza kumshikilia. Na ile kadri alipozidi kupambana na huyu shetani, ghafla huyu shetani akaanza kumwambia juu ya maisha yake aliyopita. Akakasirika sana Mwamba na kutaka kuanza kumshambulia, na mwisho wa siku mchungaji akawa amemtuliza jamaa. Baada ya jamaa kuweza kutulia, akachukua mkono wake na kumwekea huyu shetani, na mwisho wa siku akawa anamtoka. Na lakini wakati huo huyu pepo anamtoka huyu mwanamke, huyu jamaa alikuwa anafahamika kama Jishe katika maeneo ya bar, alikuwa akipata shida sana. Kumbe bana wale mashetani wengi huwa yeye ndo anayewatumaga kuelekea kwa watu, na ikawa namuumiza zaidi wakaona kwamba kuna mtu ambaye ana nguvu zaidi. Na lakini wakati huo baada ya yule mwanamke kuweza kutulia, basi mwisho wa siku mchungaji akaanza kumuuliza huyu mwanamke, je, ni nini ambacho kilikuwa kikiendelea katika maisha yako, ama nini ambacho ulikuwa ukikiona mara baada ulipokuwa na yale mapepo? Lakini kabla mwanamke hajaanza kuzungumza, hapa tu macho yake yakaanza kutoa damu. Mchungaji akamuuliza kuna shida gani, lakini ukweli ni kwamba yule Jishe ambaye jamaa anashinda katika maeneo ya bana anaongoza haya mashetani alikuwa akitoboa kinyago fulani hivi katika eneo la macho, na hii alikuwa ikimzuru huyu bidada huko. Na yote hii Mwamba Jishe anafanya ili kuweza kuziba asili yake isiweze kugundulikana na huyu mchungaji. Lakini wakati huo mchungaji akazidi kupiga maombi ili kumweka bidada sawa. Walipokamilisha zoezi la kumweka bidada sawa, moja kwa moja akawa anaelekea nyumbani kwa Mwamba Young Mo, na hapo akaanza kupiga story mbili tatu, huku mchungaji akimshukuru sana jamaa kwa kuonesha ushirikiano wake katika kuangaikia matatizo haya ya watu wanaowasumbua. Upande wa pili kuna dogo mmoja anaonewa sana na marafiki zake na anapigwa sana tu. Mwisho wa siku akawa amempiga na kumweka kando kidogo ya barabara. Yule Mwamba anayefahamika kama Jishe akawa ametimba katika maeneo hayo, na baada ya kugundua kwamba dogo alikuwa akionewa, basi akawa amempandikizia shetani moja hivi katika mwili wake. Sasa upande wa pili, kwa sababu Mwamba Young Mo hamfahamu kabisa yule jamaa anayefahamika kama Jishe ambaye ni shetani moja hatari kweli kweli, siku ya leo alikuwa amemfuata katika maeneo haya akiwa amevaa kichungaji na kusema kwamba hata mimi nina alama kama ya kwako katika mkono wangu, na nakuomba sana usikubali kutumika na yule mchungaji, kwa sababu hata wewe hali yako itakuja kuwa mbaya kama ilivyokuwa ya kwangu ilivyo mbaya. Sasa yule bwana mdogo aliachiwa mashetani mwilini wake. Moja kwa moja ilikuwa ni ngumu kweli kweli kuyatoa mashetani yale, na masista walikuwa wakifanya ibada kila muda, na bado mashetani haya yalikuwa yamegomea ndani ya mwili huu. Upande wa pili simu ya Mwamba Young Mo inaita sana, lakini Mwamba haiokoti kwa sababu anakumbuka maneno ya yule Mwamba Jishe alipokuwa anamwambia kwamba kadri anavyozidi kuatibia watu ndivyo hali yake itakuja kuwa mbaya siku moja katika mkono wake. Sasa mchungaji alikuwa akimuita Mwamba Young Mo, lengo ni kwamba wakamwombea yule bwana mdogo ambaye amepandikiziwa mashetani siku za hivi karibuni, lakini Mwamba hataki kabisa kwenda. Ikabidi mchungaji kuelekea huko kwa bwana mdogo yeye peke yake. Lakini upande wa pili Mwamba Young Mo aliendelea kuongea na meneja wake kuhusiana na mpambano wa ngumi utakaokwenda kujili hivi karibuni. Mchungaji alipofika kwa bwana mdogo akaendelea kufanya ibada zake huku akitumia ile pete yake ambayo ina nguvu sana, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba dogo alikuwa na nguvu zaidi, na mwisho wa siku akawa amepaa angani. Dogo anajigamba kabisa kwamba tuko maelfu na maelfu ndani ya mwili huu, kwa si rahisi kututoa kama unavyofikiria bana. Upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba anayefahamika kama Young Mo akiwa yuko katika mgahawa hapa, akawa analetewa chakula na huyu mhudumu, lakini katika mkono wake alikuwa na alama ya msalaba. Na kupitia alama hii akawa anakumbuka kwamba priest alikuwa amemwaga kwamba anaelekea kufanya ibada ya sehemu, huenda atakuwa katika hatari. Kabidi moja kwa moja kwanza kumpigia mchungaji, kisha akawa anaondoka katika eneo hilo. Huku upande wa pili mchungaji yuko busy kweli kweli kufanya ibada, na amefanikiwa kulitoa pepo kama la 3 hivi, amebakia kama mapepo 890 na kitu hivi. Sasa hii kitu ikawa inamchanganya kweli kweli, na mchungaji alikuwa amechoka na akaanza kushambuliwa na huyu bwana mdogo ambaye alikuwa na mapepo ndani yake. Dakika hizo Mwamba Young Mo ndo akawa ameingia na kuanza kupambana na huyu bwana mdogo, kisha akamwekea mkono katika paji la uso, na kisha akamwagiwa maji ya upako na pepo likawa limetoka yote. Na baada ya kukamilisha ibada ile, Mwamba Young Mo akamchukua mchungaji, kisha akamwambia kwamba kwa sasa hivi ndakuwa busy kidogo, kwa kuna uwezekano ndakuwa sikusaidia wakati mwingine majukumu yako. Mchungaji akawa ametabasamu
tabasamu tu na kusema kwamba hii ndio kazi tuliyoitiwa na Mungu, wala usihofu, nitafanya peke yangu. Lakini wao walipokuwa wametoka tu katika yale maeneo, huku mwamba Jishe alikuwa anaendelea kutoa nafsi ya yule bwana mdogo ambaye ameshindwa kutekeleza kazi yake, na mwisho wa siku akafanikiwa kuweza kumuua. Basi akatoa sadaka kwa mizimu na kisha akapatiwa nguvu zaidi. Wakapata taarifa kwamba eti bwana mdogo ameweza kufariki. Ikabidi haraka sana waahirishe safari yao na moja kwa moja wakaelekea mochwari, kisha akawa anafanya ibada. Na wakati huo taa zikaonekana kuwa zinatikisika, na walipoweza kutazama pembeni wakagundua kwamba Jishe akajitokeza. Haraka sana mwamba Yang-mu akatimba na mwamba na kuanza kumfukuzia huyu Jishe, lakini kadri alivyokuwa akimfukuzia huko upande wa pili bana, ile begi ambayo dogo alikuwa amefungiwa ikaanza kutikisika. Mchungaji alipofungua tu akamwona yule dogo akiwa amefufuka. Na dogo akawa analalamika kusema kwamba alikuwa akipitia maumivu makali sana, naomba mchungaji aweze kumkumbatia. Mchungaji alipokuwa akimkumbatia tu, kumbe Jishe alikuwa yuko nyuma yake. Ghafla tu akawa amemchoma na kitu, lakini mwamba akawa ameshtukia huko Yang-mu kwamba anachokimbiza sio mtu. Ikabidi haraka sana aweze kurudi kule ndani, na kweli kabisa alikuwa amechelewa kidogo, kwani mchungaji alikuwa ameshachobolewa katika eneo lake la shingo. Na akapewa sharti moja tu kwamba ili mchungaji mkuu aweze kuwa hai, basi ni vyema ukanyanyua mkono wako juu kisha ulitukane jina la Mungu sana, na baada ya hapo mimi ndakuwa ni mkuu kuliko watu wengine wote, ndamwachia huyu mchungaji wako aweze kuwa hai zaidi. Lakini mchungaji alipokuwa akimsikia mwamba Jishe anayoyazungumza, akawa amejitoboa yeye mwenyewe katika shingo lake. Kwa kifupi ni kwamba mchungaji hakuwa tayari kuona kwamba mwamba Yang-mu analitukana jina la Mungu, akakubali yeye kuweza kufa. Na baada ya mchungaji tu kuweza kujitoboa, mwamba Jishe akawa ametoweka katika eneo hilo katika namna ya mauzauza tu. Ikabidi haraka sana mwamba Yang-mu kumchukua mchungaji na kumpeleka hospitalini, lakini kabla yote akamfanyia maombi, kisha moja kwa moja akamcholea alama ya msalaba, na moja kwa moja akaelekea katika kanisa akiwa anakumbuka udogoni mwake kwamba ndo aliingiaga kanisani. Siku ya leo maombi yake yalikuwa tofauti kidogo, kwani siku ya leo alikuwa akisema kwamba Mungu, naomba umsaidie mchungaji mkuu, na sihitaji kabisa iweze kutokea kama kipindi kile baba yangu alipoweza kupoteza maisha. Na ni kweli kabisa, upande wa pili mchungaji akaanza kupata fahamu tu, na mara ghafla mwili wake ukatiwa nguvu. Mwamba alipofika hospitalini tu, mchungaji akawa amempatia pete yake na kumwambia kwamba anakupatia na haya mavazi ya kichungaji, utakuwa ukiyavaa kila wakati na kila sehemu unapokwenda kufanya ibada, na naamini kabisa itakwenda kukusaidia. Na mwamba anataka kalipe kisasi kwa mwamba Jishe. Ili kuweza kumkuta Jishe, ikabidi kwenda kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevamiwa na mapepo, na akaanza kuuliza yale mapepo, je, ni wapi Jishe alipo? Na kisha akawa ameelekeza ni sehemu fulani na fulani. Ikabidi mwamba kutimba katika maeneo hapo. Mwamba hakutaka kuuliza kitu chochote, akaanza kuwashambulia hawa walinzi wake mwamba huyu Jishe, lakini kadri alivyozidi kuwashambulia akaja kugundua kwamba hawa walinzi wanavyoshambuliwa ndivyo ambavyo wanajirudi tena na kuwa upya. Kwa kifupi ni kwamba anafanya kama kazi bure fulani hivi, yani unashambulia watu ambao wanapotea na kujirudi tena. Hatua ya mwisho mwamba akafikiria kwamba anatakiwa kutumia maji ya upako, kisha akajipaka katika mkono wake, na alipoanza kupigana nao kila mmoja akawa anamgusa katika maeneo ya kichwa na akawa anawaka moto, na kwa njia hiyo ikawa ni rahisi kuweza kuwashambulia hawa wote. Na baada ya kuwapita hawa walinzi wa kawaida wote, mwisho wa siku alikutana na mlinzi mmoja kigogo kweli kweli, na huyu mwamba ndo anayetegemewa sana na huyu Jishe kwa sababu huyu ndio mlinzi wake wa karibu na mwenye nguvu kuliko hao wengine wote. Kwa zaidi ya dakika 30 ilikuwa ni mchuano mkali sana, kwani mlinzi huyu alikuwa na nguvu kabisa, lakini mwisho wa siku mwamba akafanikiwa kuweza kumwangusha huyu mlinzi. Lakini wakati huo wote mwamba Jishe alikuwa anajikamilisha kufanya ibada moja ambayo itamsababisha yeye kuwa na nguvu zaidi, na ni kweli kabisa akawa amekamilisha ile ibada. Kwa mwamba Jishe sasa hivi ni undefeatable, yani hapigiki kabisa. Na mwamba Yang-mu alipoweza kufika tu na kuweza kumshuhudia mwamba Jishe, basi moja kwa moja Jishe akaamua kujidumbukiza katika maji fulani, na kisha alipoliweza kuchomoka tu katika maji hayo alikuwa amebadilika na kuwa na umbile la kishetani kabisa. Hakukuwa na maongezi mengi baina yao, moja kwa moja kikaanza kichapo tu baada ya hapo, na mwisho wa siku bana mwamba akawa anatumia mkono wake kuweza kumunguza huyu shetani, akashangaa jamaa haungui kabisa, yani ikawa ni kidogo ni kipengele sana. Zilipigwa ngumi za kutosha kiasi ambacho mwamba Yang-mu alikuwa amezidiwa sana, na mwisho wa siku akawa ameng'atwa katika eneo lake la bega. Baada ya kung'atwa tu akashangaa kwamba ameweza kuhama katika ulimwengu ule na yuko katika ulimwengu wa kustaajabisha kidogo. Na katika eneo hili aliweza kumshuhudia baba yake, na kisha akaweza kumkumbatia, na babake akawa amempatia mkono. Baada ya kumpatia ule mkono, kuna miale ilikuwa ikitoka kutokea kwa baba kwenda kwa mtoto, na mwisho wa siku hii ikawa ni ishara ya kwamba mwamba alikuwa ameweza kupatiwa nguvu. Kisha akawa amerejea katika ulimwengu wa kawaida na kuendelea kupambana na mwamba Jishe. Awamu hii ilikuwa kidogo tofauti sana na ile awamu ya kwanza, kwa sababu katika awamu hii mwamba alikuwa kidunda kweli kweli mpaka shetani akashtukia kwamba hapa anapigana na Mungu mwenyewe au imekuaje. Na mwamba Yang-mu katika wakati wote huo mapambano ngumi yake ilikuwa ikitoa moto, akazidi kumchapa sana huyu shetani, na mwisho wa siku jamaa akaweza kuunganisha ile pete alikuwa amepewa na mchungaji, kisha akajikata kidogo ili kuweza kujiunganisha zaidi. Akapiga ngumi moja bwana ya Tyson Kasome, na mwisho wa siku bwana mwamba akajikuta ameanguka chini, anashindwa hata kunyenyuka. Akawa ametumia mkono wake ule ule kuweza kumuunguza ule shetani, na baadaye kidogo zikaonekana nafsi nyingi sana zikiwa zinamvuta mwamba kumdumbukiza katika kisima, na wahenga wakaingilia kati kwa kusema kwamba mbio za sakafuni huishia ukingoni. Aliyokuwa ameyafanya yote akaja kumtokea puani mwamba, na mwamba alipotoka hapo moja kwa moja akaelekea kwa mchungaji kwenda kumjulia hali. Akashangaa kuona kwamba mchungaji alikuwa akiendelea vizuri. Mchungaji alifurahi sana kumwona mwamba Yang-mu ameweza kukamilisha kazi yake, kisha akamfuata na kuweza kumkumbatia sana. Na kufikia hapo ndio unakuwa mwisho wa tamthilia yetu nzuri sana ambayo inaitwa Divine Fury. Kwa lugha nyepesi unaweza kusema ngumi ya kimungu, yani ni kama ngumi fulani ambayo ina mapatano fulani hivi
nguvu ya kimungu, yani divine fury. Bana, nikumbusha tu kwamba kama unapenda vigongo vikali kama hivi viweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na madiji wakali sana kutokea nchini Tanzania, basi ni vyema ukajiunga ndani ya group letu la WhatsApp, ambapo utajiunga kwa mtoni wa shilingi 1500 tu na utaendelea kufurahia burudani kali sana za movie kama hizi na zile ambazo zote nimeweza kuzifanyia recap. Kwa mtoni wa shilingi 1500 kupitia nambari ya simu unaweza kuiona chini ya screen yako, basi unakuja moja kwa moja inbox na kusema kwamba nimelipa, kisha na kuunganisha ndani ya group hilo, unaendelea kufurahia burudani kila siku.